Naitwa Mchungaji Mathayo Mtui, ni mratibu wa kitengo cha vijana na wanafunzi katika dayosisi yetu ya Kaskazini. Tunamshukuru Mungu sana, ametupa neema ya kuandaa semina ya viongozi wa vijana katika ngazi ya majimbo. Tumemaliza semina tayari jimbo la Kilimanjaro Mashariki, Kilimanjaro Kati, jimbo la Siha, na leo tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa Bwana 2026 tumefanya semina ya viongozi wa vijana katika jimbo la Hai. Semina yetu katika majimbo yote ina mada inayosema uongozi wenye matokeo. Tunawafundisha vijana wetu kujitambua, wajibu wa kiongozi, sifa za kiongozi, ili waingie kazini katika kuwaongoza vijana wenzao kwa kutumia neno la Mungu, lakini wenyewe wakiwa mfano. Tunatamani vijana wetu wamjue Mungu, vijana wetu wajue mbinu sahihi za kutatua changamoto zao, badala ya kukimbia changamoto kwa kukataa kwenda ibada, kwa kulewa kupindukia, kwa kuhama dhehebu moja baada ya jingine kama sehemu ya kutatua changamoto. Badala yake vijana wetu wanapokuwa na changamoto iwayo yote ya kiroho, ya kiuchumi na kadhalika, wakae chini, wapate ushauri, halafu watatue ile changamoto kwa kufuata misingi ya neno la Mungu. Kwa njia hiyo wataweza kuendelea mbele kiuchumi, kiroho, kimahusiano, katika familia na kadhalika, na Mungu wa mbinguni atakwenda kuinuliwa. Kwa nini tumeamua kuimarisha viongozi wa vijana? Tunaona changamoto inayojitokeza ya vijana kupungua katika kuhudhuria ibada na shughuli zile zote za kikanisa, ikiwa ni ibada, ikiwa ni michango. Vijana hawawajibiki sana, pamoja na changamoto ile ya uchumi walionayo. Tukaona tukiwaimarisha vijana, viongozi wa vijana wakasimama katika zamu yao sawasawa, watawasaidia vijana wanaowaongoza, watahudhuria ibada kwa uaminifu, na ufalme wa Mungu utaendelea kujengwa. Na tunatamani makanisa mazuri na makubwa yanayojengwa yaweze kutumiwa na vijana miaka 15-20 ijayo. Lakini tukiwasahau vijana leo, makanisa yanayojengwa leo miaka 15-20 yatakosa watu wa kuyatumia. Tunatamani vijana wetu wamjue Mungu, wamtegemee Mungu, wamtumikie Mungu mpaka siku moja waweze kukiri na kusema, nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, sijaona mwenye haki akiwa ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Kwenye semina zetu tumetoa ushauri kwamba vijana wanaweza wakatoa pendekezo, kukawa na ibada ya watu wazima, lakini kukawa na ibada ya vijana. Lakini katika sharika tumegundua vijana wanataka sana praise team kwenye sharika. Karibu sharika zetu zote zina kikundi cha kusifu na kuabudu, na vijana walio wengi wamejiunga, na hiyo imewavuta vijana wengi sana kujiunga na kikundi hicho, lakini kuhudhuria ibada kwa uaminifu, tena kwa kuwahi, maana wanakwenda wanafunga vyombo, wanafanya mazoezi na wanaimba kule kwenye ibada. Hiyo ni njia mojawapo ya kuwavuta vijana katika ibada. Lakini wachungaji pia tunafurahi kwamba tuna wachungaji ambao wanajiandaa vizuri kabla ya ibada, na baada ya ibada wanaendelea kujiandaa kwa ajili ya ibada nyingine inayofuata, yani Jumapili inayofuata. Kwa njia hiyo vijana wetu watakwenda kukutana na ibada iliyoandaliwa vizuri sana, na wataendelea kuvutwa kuhudhuria katika ibada. Bwana Yesu asifiwe. Isaya Magume ni mwenyekiti wa vijana wa usharika wa Hai mjini. Kwa kweli kuna mambo machache ambayo natamani kuongea kwa habari ya semina ya leo. Semina ilikuwa ni nzuri na imetujenga. Ni semina ambayo imekuwa na matokeo chanya kwa vijana, na idadi ya vijana ambao wamejitokeza inaonyesha ni jinsi gani ambavyo hii semina ilikuwa ni nzuri sana, na ilikuwa ni semina ambayo kila mtu alitamani kuwepo na kuhudhuria. Sasa kwa jinsi ya kuwafanya vijana wawe sasa wanapenda ibada na kuhudhuria na ibada, kwanza wazazi wanatakiwa kuwa ni chachu na wawe na msukumo ambao ni wa moja kwa moja kwa vijana, kwa sababu tunaambiwa kwamba ibada inaanzia nyumbani, kwenye level ya familia kule.
So wazazi wakiwa na msukumo wa kuwasukuma vijana kwenye kuhudhuria ibada, nafikiri kwa asilimia fulani tunaweza kufanikiwa. Lakini cha pili nafikiri ni aina pia ya ibada zetu ziwe pia na chachu ya moja kwa moja ya kuhakikisha kwamba kuna baadhi ya vitu pia ambavyo vinakuwa vinagusa vijana moja kwa moja. Kwa mfano, kuna baadhi ya sharika ambazo kuanzia mwanzo wa ibada mpaka mwisho niliturujia tu, hakuna hata issue ya drums, hakuna issue ya kusifu na kuabudu, vitu ambavyo kwa vijana pia wanapenda. Sasa kijana akiingia na ibadani anaona kama iko boring sana, kwa sababu hapati vile vitu ambavyo ni vya ujana, ikiwemo issue ya kusifu, ya kuimba, vitu ambavyo vijana wengi sana wanapenda. Na ndio maana sasa wengi wanajikuta wameanza kuangukia kwenye makanisa ya mahema na vitu kama hivyo, kwa sababu huko kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo vijana wengi wanavipenda. Kwa hiyo nafikiri ni issue ya ibada zetu sasa ziangalie ni vitu vipi ambavyo vijana pia wanaweza wakawa attracted navyo, na issue ya wazazi kusisitiza watoto wao kuhudhuria ibada. Naitwa Neema Erasto Mushi, ni kiongozi wa vijana katika usharika wangu wa KKT Dayosisi ya Kaskazini, usharika wa Uduru. Lakini leo niko hapa kwa ajili ya kuelezea kwa habari ya semina ambayo tumefundishwa kwa habari ya kiongozi. Lakini kwangu ni faida, lakini pamoja na kwa kiongozi ninaenda kukutana naye. Katika vitu vyote tulivyofundishwa naweza nikamega baadhi ya vichache. Kwanza tumefundishwa kiongozi ni nani, lakini pia kiongozi kujitambua, kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Na ninaweza kusema tu kutambua kusudi ni baraka kabla vingine vyote kutokea. Lakini pia tukafundishwa nidhamu ya kiongozi ambayo ni nidhamu binafsi, lakini jinsi pia kukabiliana na changamoto ndani ya kanisa ambalo ni usharika wa KKT, kanisa la KKT, lakini pia jinsi ya kwa sababu na chachu ya vijana wengi kupenda ibada na kuja kanisani. Kwa mimi kama kijana nimejifunza, ninaenda kuwa tangazo la kuweza kufanya vijana wengine wawe sababu na kupenda ibada na wawe chachu ya kujua kusudi na sababu ambalo Mungu ameweka ndani yao. Kwa hiyo nimekuwa sababu ya kwenda kuwa kiongozi kwa wale ninaenda kuwaongoza, lakini na wao pia wataenda kuwa kiongozi. Kwa hiyo nimezaliwa mimi leo kiongozi mpya ambaye kwanza nimejua kusudi langu mimi kama Mungu kuniumba kiongozi, lakini kusudi la kuweza kuongoza wengine. Na pia tumejifunza kwa habari ya hekima. Kama kiongozi ni muhimu kiongozi kujua hekima ili uweze kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hiyo ni chachu ya vijana, tupende ibada. Tunaweza, Mungu ametuamini na sisi ni nguvu kazi kwa ajili ya kanisa.